Inayofuata ni taarifa ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 20 hadi mwaka 25 pamoja na mapendekezo ya uendeshaji wa shughuli za halmashauri katika kipindi cha mpito. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Kamati ya Ulinzi na Usalama, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Katibu wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Masasi, viongozi wote wa vyama mliopo, waheshimiwa wabunge wa majimbo yetu ya halmashauri ya Wilaya ya Masasi, waheshimiwa madiwani, wakuu wa mashirika yaliyopo ndani ya wilaya yetu ya Masasi, wakuu wa vitengo na division, maafisa tarafa, waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, afya na kutuwezesha kukutana siku hii muhimu ya leo kwenye kikao cha mwisho cha baraza la waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Masasi, ambalo baraza hili linaelekea kwenye kipindi cha mpito kufuatia tangazo la ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia waziri mwenye zamana Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kwamba mabaraza yote ya halmashauri nchini yanatakiwa kumaliza shughuli zake za mabaraza na vikao vyote ambavyo vinafanyika kwenye halmashauri ambavyo ni vikao halali kisheria, kwamba vimalize muda wake tarehe 20 mwezi wa 6 2025 ambayo ni kesho. Hivyo sisi kama halmashauri tunasema hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya kwa kipindi chote cha miaka mitano. Pamoja na pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende pia kuwapongeza wataalamu ambao ni wakuu wa divisheni na vitengo wa halmashauri, lakini pia kwa kipekee, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kushukuru mlezi wetu ambaye ni mkuu wa wilaya Mheshimiwa Lecho Steven Kasanda, lakini na kamati yake ya ulinzi na usalama, kwa sababu wamekuwa nasi bega kwa bega kwenye shughuli zetu zote za halmashauri. Hivyo tunawashukuru sana na tunawaomba kwamba muendelee kutupa ushirikiano kwenye kipindi hiki cha mpito mpaka ambapo tutafanikiwa kukutana baadaye baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi cha miaka mitano halmashauri iliendelea kutekeleza majukumu yake mbalimbali ambayo ni majukumu ya kisheria, lakini majukumu ya kitaratibu na kanuni za uendeshaji wa halmashauri, ambayo majukumu hayo yanatokana kwenye kufuata mipango ya bajeti ya halmashauri, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio wanaiongoza serikali kwa sasa, dira ya taifa ya mwaka 2025, mpango wa mkakati wa halmashauri wa miaka mitano, kushughulikia mambo yote ya dharura yanayohitajika na utekelezaji wake, na kutekeleza maagizo yote ya ngazi za juu kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya kitaifa. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo machache, naomba kuwasilisha kwa ufupi sana, kwa sababu kama ambavyo waheshimiwa madiwani wameomba, niende kwa summary ili angalau, kwa sababu hii kazi ni kazi ambayo wao wameifanya
walikuwa field wanaielewa, lakini kwa sababu hata wengi walioko humu ni kamati ya ulinzi na usalama, hivi vilivyofanyika wanavielewa na wameviona kwa macho. Kwa hiyo tulitaka tu angalau waandishi wa habari nao wakienda kule basi wakachagize, waone kwamba halmashauri ilikuwa na waheshimiwa madiwani, ilikuwa na watu waliokabidhiwa ilani, ilikuwa na mpango kazi, wameutekeleza na umefanikiwa. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu naende kwa summary sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye huduma za kijamii, kwa maana tukienda kwenye elimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye kipindi cha miaka mitano tumefanya mambo makubwa sana. Haya mambo yanaenda moja kwa moja, ukianza na miundombinu ya mashule. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadiriki kusema kwamba halmashauri yetu chini ya uongozi wako na chini ya usimamizi wa kamati ya ulinzi na usalama ikiongozwa na mkuu wetu wa wilaya, sisi tumeweza kutekeleza kwa kiasi kikubwa. Kwani Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweza kuongeza shule mpya 7 na kufanya shule zetu kuwa 137 kutoka 130. Kwa hiyo ulikuwa ni utekelezaji mzuri sana wa sera kwenye upande wa elimu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hali ya uandikishaji pia imepanda sana kutoka 5% mpaka 8%. Lakini pia kumekuwa na ongezeko la miundombinu pamoja na ujenzi wa samani kwa 40% kutoka 46% mpaka 56% kwa mwaka wa 2025. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hayo yamefanyika kwenye idara zote mbili, elimu msingi na elimu sekondari pamoja na elimu msingi, utaona kwamba hata pia elimu za sekondari zimeongezeka sana kutoka shule 27 mpaka shule 37. Kwa hiyo kwa kweli hilo ni ongezeko kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya uripoti imeendelea kuimarika sana kwenye halmashauri yetu, na nikupongeze wewe kwa usimamizi mzuri, lakini na kazi nzuri ambayo imefanywa pia na waheshimiwa madiwani, lakini pia na wananchi wetu kule, kwa sababu wameimarika. Hivyo tunapenda kweli tuwapongeze wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Masasi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na uitikio mkubwa, na ili umlinde mwanao silaha kubwa ni kumpatia elimu. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii itakuwa inaongezeka kila mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajivunia ufaulu wa wanafunzi wetu, kwa sababu kumekuwa na ongezeko kubwa sana la idadi ya wanafunzi wanaofaulu. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwa maeneo yote, iwe kidato cha 4, iwe mitihani ya darasa la 7 na mitihani ya kidato cha 6. Hivyo ukienda kwenye kabrasha pale ukurasa wa 3 nafikiri utaweza kuona. Lakini kikubwa ambacho sisi tunajivunia Mheshimiwa Mwenyekiti chini ya uongozi wako, tukienda kwenye miundombinu na samani, tumeongeza sana matundu ya vyoo, matundu ya madarasa, vichomea taka, nyumba za walimu kwa maana ya watumishi. Kwa hiyo hayo ni mapinduzi makubwa sana ambayo kwa miaka mitano sisi kama halmashauri ya wilaya ya Masasi tunatembea kifua mbele, na waheshimiwa madiwani wanatembea kifua mbele, kwa sababu ninavyoongea hapa sasa leo hii karibia kila kata ya halmashauri yetu ina sekondari kwenye kata yake. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa, ningeomba mjipongeze na kujipigia makofi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya afya tumefanya pia mapinduzi makubwa sana. Tumeweza kuongeza zahanati kutoka 88% mpaka 96%.
Ili ni sawa na ongezeko la 8% kwenye utekelezaji wa mambo ya afya na ustawi wa jamii. Hii ni sambamba na mambo yote ya lishe, kama ambavyo tunajua kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye balozi namba 1 wa mambo ya lishe. Kwa hiyo sisi halmashauri yetu imekuwa ikifanya vizuri sana na tuko kwenye 80+ ya upelekaji na uhimizaji wa mambo ya lishe kwenye halmashauri yetu. Katika mkoa wetu sisi ni halmashauri ya pili, ni halmashauri 2 tu kwenye mkoa ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo na sisi Masasi tukiwemo, Masasi kwamba halmashauri yenu hii mnaiacha, lakini lazima kuna vitu viendelee, kwa sababu kuna wananchi bado wataendelea kupata huduma mbalimbali. Hivyo kuna miradi ambayo tungeomba nyinyi kama halmashauri, nyinyi kama waheshimiwa madiwani, pamoja na wewe mwenyewe Mheshimiwa Mwenyekiti, mtupe ridhaa ya kuendelea kwenye utekelezaji kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaleta kwenu ombi la kutekeleza shughuli na miradi ifuatayo katika kipindi hiki cha mpito. 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba kuendelea na mkataba wa mzabuni anayetengeneza samani za ofisi, ambapo kwa mwaka 25-26 halmashauri imetengewa kiasi cha shilingi milioni 250 kutoka serikali kuu kama ruzuku. Hivyo tunaamini kwamba kipindi ambapo nyinyi mtakuwa mpo na kipindi ambapo uchaguzi utakuwa umemalizika na mkarudi kwenye halmashauri yenu, mkute angalau hii miradi inaendelea, na waheshimiwa madiwani mkute kuna mabadiliko kwenye upande wa samani. Kama ambavyo mnajua kwamba tumekuwa na tatizo la bakaa kwenye halmashauri yetu, lakini pia fedha inapokuwa imeingia na ikakaa muda mrefu bila kutumika, basi huwa inafikia hatua ambapo serikali huwa inachukua zile fedha. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, tunaomba mridhie ili sisi halmashauri kuendelea kutekeleza mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo tungependa kukuomba wewe pamoja na baraza hili tukufu, na ikiwapendeza mridhie, ni kuanzisha na kununua gari aina ya Tata minibus ili kusaidia kuboresha sambamba na kuongeza ufanisi katika kazi na kupunguza gharama za usafiri inapokuwa imetokea mafunzo, lakini wakati mwingine inapokuwa inahitaji wakati mwingine hata kukagua miradi ya utekelezaji inayotekelezwa kwenye halmashauri, na inahitaji watu wengi kwa wakati mmoja, kama ambavyo inakuwa inatokea wakati mwingine kamati ya fedha inahitaji kupita kule kwenye miradi na kukagua. Badala ya kuwa na magari mengi, tunaweza kujikuta na gari moja. Lakini waheshimiwa madiwani hawa wamekuwa mara nyingi pia wakiitwa kule mkoani. Hivyo halmashauri imekuwa ikipata kadhia ya kila mara kukodi usafiri kwa ajili ya waheshimiwa madiwani. Sisi tunaona kwamba hili litakuwa ni suluhisho. Lakini pia wakati mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ilivyotokea hapa karibuni, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikupe pole kwa kuondokewa na ndugu zetu. Tunajua ulimpoteza baba mzazi, lakini pia ulimpoteza kaka yako, na niliona kadhia ambayo waheshimiwa madiwani waliipata. Nakuta kwamba usafiri inakuwa ni changamoto, lakini tungekuwa na gari ya pamoja
mnapangana, mnasema wote tukutane halmashauri ya Masasi ya zamani, wanaotoka labda upande wa Ndanda, wanaotoka sijui Msikisi wapi, ilikuwa ni rahisi kuwapiki na kuwaleta kwenye eneo la tukio. Na wengine ambao wanatokea ukanda huu tungewaambia wakutane hapa kwenye halmashauri yetu, na vile gari baada ya kuwafikisha wale wengine. Jana waheshimiwa madiwani wote walikuwa hapa, watathibitisha kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amethibitisha kwamba halmashauri hii imepeleka fedha 100%. Naomba mjipongeze. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi bado nazidi kukupongeza wewe pamoja na waheshimiwa hawa madiwani kwa kufanya kazi kubwa. Kwa hiyo kwa sababu jana tumeipitia kwa kina, sioni pia kama kuna haja ya kuipitia sana, isipokuwa tuhimizane sisi kama wataalamu kwamba bado tunalo deni kwa watu hawa kwenye haya makundi matatu ya wanawake. Wanawake kwenye nchi hii ndio watu wanaweza kuwa wengi kuliko watu wa aina nyingine yoyote, kuliko wanaume. Wanawake ni wengi kuliko wanaume. Hivyo niseme kwamba sisi kama halmashauri ni wasi wataalamu kuangalia kwa jicho la kina, kwa sababu hawa wakina mama wao huwa na maamuzi thabiti yasiyotetereka. Wakisema tunatiki, wanatiki kweli. Hivyo ili kuendelea kumpa nguvu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuhakikishe kwamba fedha hizi ambazo tunazitenga zinazidi kwenda kule kwa kiasi kikubwa, bila kuwasahau wenzetu wenye ulemavu ambao ni makundi maalum ambayo yatahusisha kada mbalimbali zenye aina hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nigusie kwa kifupi sana mapokezi ya fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitano halmashauri ya Masasi imepokea jumla ya bilioni 57,382,225 na senti 71. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi ni fedha nyingi sana. Hizi ni fedha nyingi sana, ikiwa ni fedha za ruzuku na fedha za miradi ya maendeleo, tozo, lakini na fedha mbalimbali kutoka kwa wahisani, ikiwa pamoja na miradi kama ya SEQUIP, Boost na miradi mbalimbali ambayo tumekuwa tukitekeleza kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu wajumbe wa baraza hili wanayo makabrasha, basi watapata taarifa yote hii pale kwenye ukurasa wa 8. Lakini ni vizuri Mheshimiwa Mwenyekiti nikaweka taarifa sawa, kwa sababu jana nilishtuka kidogo baada ya kuambiwa kwamba halmashauri yetu mapato yamekuwa yakishuka. Hivyo nikasema hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu ukweli, siku zote Mheshimiwa Mwenyekiti, kivuli cha fimbo akimfichi mtu najua. Kwa sababu sisi tulioko huku field, nyinyi waheshimiwa madiwani mlioko field, mnaujua ukweli kwamba halmashauri yenu inafanya vizuri. Hivyo napenda tuongee kwa data, ni namna gani ambavyo halmashauri yetu imekuwa ikiendelea kufanya vizuri. Kweli inawezekanika kuna mwaka tuliteleza kidogo, lakini kwa sababu ya makadirio yalikuwa makubwa, kwa maana ya makisio yalikuwa makubwa, lakini sio ambacho kimesemwa jana. Hivyo naomba wote twende kwenye jedwali pale ukurasa wa 9. Pale kuna jedwali la makisio.
kwa samale sana, mimi sitaki kuongelea pale juu hilo ongezeko la makusanyo. Nataka tu tupitie mwaka 2021 makisio yalikuwa bilioni 2,980,000. Kiasi kilichokusanywa kilikuwa ni bilioni 3,400,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ilikuwa ni 15%. Siku zote namba hazidanganyi Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na Mheshimiwa madiwani. Upende huo ndio ukweli, ukatae huo ndio ukweli. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 21-22 makisio yalikuwa bilioni 3,480,000 na kiasi kilichokusanywa kilikuwa bilioni 3,262,000. Kwa hiyo utaona kwanza tumetoka bilioni 2,980,000 mpaka bilioni 3,400,000. Kulikuwa na ongezeko kubwa sana la makisio ambayo tulitegemea yaongezeke. Lakini hata tulichokikusanya ukiangalia pale kulikuwa na tofauti kama ya milioni 200 tu, kwa sababu tuliongeza zaidi kutoka kwenye kile ambacho kilikuwa kimekusanywa mwaka wa 2021, na ndio maana tulipata 94%, ambapo kitakwimu na inavyotakiwa kwenye kuripoti data, ukishafanya makusanyo yanayofikia 80% ya makusanyo tayari umeteboa. Jipigeni makofi waheshimiwa madiwani. Lakini mwaka 22-23 pia tulikuwa na makisio ya bilioni 4,424,143, ambapo tulipata bilioni 3,975,000 ambayo ilikuwa ni 90%. Tayari tulikuwa tumevuka lengo la 80%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 23-24 halmashauri hii iliweka lengo la kukusanya bilioni 4,578,988. Lakini isivyo kawaida, halmashauri hii ilikusanya bilioni 4,609,244, sawa na 104%. Hayo ni malengo makubwa sana na yalikuwa mapinduzi makubwa sana kwa mwaka uliokuwa umekwisha 23-24. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoongea 24-25, mwaka ambao waheshimiwa madiwani wanaenda kutua kijiti kwenye mapumziko, kwa sababu unapotia kijiti haimaanishi kwamba umeshindwa, kwa sababu tunaamini kwamba waheshimiwa madiwani wametekeleza vizuri sera ya Chama cha Mapinduzi kama nilivyotangulia kusema. Lakini tulikuwa na makisio ya bilioni 5,933,454. Lakini isivyo kawaida Mheshimiwa Mwenyekiti, tulifikisha bilioni 7 na milioni 14,121,987, ambayo mpaka sasa ni 118%. Naomba mjipongeze waheshimiwa madiwani. Hili niliseme kwa kina, kwa sababu tunajua kama tuliambiwa kwamba mfumo ulimisbehave na ikaonekana hata yale majengo ambayo halmashauri inamiliki pamoja na magari, basi halmashauri ina negative assets. Hivyo yawezekana hata mwenzetu labda data zake alifikishwa vibaya au aliingiza vibaya. Hivyo niwahakikishie kwamba huo ndio uhalisia mnaoondoka mnaacha halmashauri yenu ikiwa na sura hiyo. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti,
waheshimiwa madiwani, mtasoma pale chini makusanyo yote. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa idhini yako na idhini ya waheshimiwa madiwani, kwa ridhaa yenu waheshimiwa madiwani, ninapenda kuleta kwenu maombi ya kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo katika kipindi hiki cha mpito. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza matakwa ya kisheria ya kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo ya viongozi wakuu, Halmashauri ya wilaya ya Masasi imekuwa ikitekeleza miradi ya maendeleo kwenye ngazi za vijiji, kata, wilaya kwa fedha kutoka serikali kuu, wafadhili na kupitia makusanyo ya mapato ya ndani. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaleta kwenye baraza lako tukufu kuomba ridhaa ya waheshimiwa madiwani hawa kuendelea kutekeleza baadhi ya shughuli za serikali ili kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata huduma zinazotolewa vyema na halmashauri ya wilaya Masasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inatokana na maelekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI ya kwamba ifikapo tarehe 20 mwezi wa 6 basi shughuli zote za mabaraza ya madiwani katika mamlaka ya wilaya na mamlaka za miji kufikia kikomo. Kauli hii ilikuwa ni ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri. Mwenyekiti, kama ulivyosema, niongee kwa niaba ya madiwani na nafasi ziko chache. Mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nafasi yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikiri kwamba mpango ulioletwa ni mpango mzuri, ni mpango ambao unaonyesha kabisa dhamira njema ya management katika kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Masasi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikupongeze wewe kwa miaka hii mitano ambayo umeliongoza baraza hili tukufu la madiwani. Haikuwa miaka mitano miepesi. Kuna mahala tulisigana, kuna mahala tulitofautiana, lakini dhamira ilikuwa ni moja, kujenga nyumba imara, kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Masasi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze mkurugenzi na niipongeze management. Sisi ni binadamu na inawezekana kuna mahala katika miaka yetu mitano tulikosea, sio kwa makusudi bali ni kwa bahati mbaya, lakini muungwana akikosea basi anaomba samahani. Kama yapo tuliyoyakosea, tunaomba mtusamehe sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeyasema hayo kwa sababu kama vikombe vikikaa kwenye kabati vinagongana, sisi ni nani tukae humu tusitofautiane? Maana yapo maeneo lazima tutofautiane. Lakini pia kwa mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze kwa mkakati mkubwa waliokuja nao. Kwanza wa kununua minibus ili tata, mimi kwangu naona ni mpango mkakati mzuri ambao kwa sisi ambao tutarudi kwenye baraza lijalo, tunaamini ziara zetu zitakuwa za kutosha, kwa sababu ile habari ya kwamba bajeti ya usafiri haitokuwepo, mafuta yatakuwepo. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, na hata hii ya kuendesha thamani tumekwenda kujifunza kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kweli ukiingia kwenye kumbi za halmashauri za wenzetu unaweza ukafikiri kwamba walipo pale labda ndo Dodoma. Na mimi haya sio tu nimpongeze mkurugenzi kwa ubunifu, lakini nikupongeze na wewe Mheshimiwa Mwenyekiti. Ninaamini bila wewe kuwa na maono thabiti, kuwa na uchungu thabiti wa kuongoza halmashauri hii, inawezekana CMT wasingetuletea karatasi hiyo kuonyesha mambo haya.
na haya waliotuletea hapa ni matunda ya sisi kutoka kwenye halmashauri kwenda kujifunza kwenye halmashauri za wenzetu. Kwa maana tulipofika kule Bagamoyo, maana yake tulijionea kwamba wenzetu kumbi zao za mikutano ziko za namna gani. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba yangu niwashukuru waheshimiwa madiwani wote. Najua sitaongea tena, lakini pia management kwa maana ya wataalamu, tuombeane dua na heri, kwa maana tulioishi humu pamoja kuja kumleta mtu mwingine tena inawezekana baadaye kawa changamoto ya maelewano. Kwa hiyo tuombeane heri ili tukienda kwenye maeneo yetu basi tukute hali shwari kama ilivyo Tanzania, usiwe Kivu Kaskazini au ukanda wa Gaza. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kushukuru na Mungu atubariki sana.